Ndugu mtazamaji, karibu ushirikane nasi katika siku ya leo. Ni siku njema ambapo kwaya ya umoja kutoka KKKT Kunduchi Beach wamekuja hapa katika ofisi za jimbo la Kaskazini KKKT kwa ajili ya semina au faraga ya kukaa na kuzungumza habari za kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Katika faraga hii au semina hii yako mambo mengi ambapo walimu wao wamefundisha kupuliza pulizo, na utajua pulizo tafsiri yake nini, ni kwa nini wanakimbizana wakipuliza pulizo, atakaye pasua pulizo la mwenzake maana yake nini, utaambiwa na walimu baada ya kuendelea kuangalia kipindi hiki. Endelea kuwa nasi uweze kushuhudia na kuona nini kinatokea katika viwanja hivi na ndani ya jengo hili la ofisi za jimbo KKKT jimbo la Kaskazini hapa Bunju. Yesu, nishike mkono yawe, usiniache, nishike mkono. Vizuri maelekezo ya huu mchezo. Kila kitu kinaenda vizuri kama utasikiliza maelekezo. Sawa sawa? Haya. Kila mmoja ana pulizo lake. Sasa maelekezo ni kwamba ya kwanza kabisa, linda puto lako. Linda puto lako. Hata Bible inatuambia linda sana ulicho. Ya pili, unaweza ukapasua puto la mwenzio. Unielewa? Ya kwanza linda puto lako. Ya pili, unaweza ukapasua puto la mwenzio huku ukilinda na kwako. Ya tatu, unaweza usifanye kitu chochote. Sasa nitahesabu 1, 2, 3, tutafanya maamuzi katika hayo mambo matatu. Ya kwanza, linda puto lako. Ya pili, unaweza ukapasua puto la mwenzio. Ya tatu, unaweza usifanye kitu chochote. Naomba niweke mipaka. Mwisho mti huu hapa, usiende zaidi ya hapa. Kule mwisho mti ule. Yesu, nishike mkono yawe, usiniache, nishike mkono yawe, usiniache. Ni kimbilio, mwamba wenye imani, kwako nitajificha, usiniache wewe ni ngome, usiniache wewe ni ngome. Adui zangu wakinizunguka, wakitaka wanile nyama yangu, wewe kimbilio langu, usiniache.
kimbilio langu, usiniache. Yale mapulizo tafsiri yake ni kwamba tulikuwa tunajaribu kuwapa challenge ya kuweza kujua je, wako tayari kutunzana. Unapoa pulizo au mtu anapokuwa na pulizo lake ni tunalichukulia kama ni kipaji chake. Kwa hiyo tunapowaambia wanaweza kuchagua kuyapasua, kuyalinda ama kufanya chochote kati ya hivyo viwili, ni kwamba tunawakumbusha waweze kulinda na kutunza vipaji vyao na kazi zao za kila siku kwenye kwaya. Asante. Hakikisheni turubai lenu limenikaza, limenishika vile alijalegea. Very good. Hapa naomba mshike kidogo chini hapo. Sasa naomba sikilizani. Tunaenda moja kwa moja kwenye competition. Wale watakaofanikiwa mpaka mwisho watakuwa ndo washindi. Zoezi letu ni kuhakikisha tunaenea kwenye eneo letu la turubali. Kwa hiyo taratibu, shusha chini ile turubali. Weka chini, kinyamaza tena vizuri, weka chini turubali. Weka chini. Nikishafika chini naomba wote kwenye kundi lenu ingieni kwenye turubali lenu, likanyageni bila kuwepo nje. Hakikisha wote mnaenea. Simameni. Haya, jipigeni makofi tafadhali. Very good. Sasa anza kuobserve na kuelewa. Kila hatua ninayotoa maelekezo yafuate. Mtakapotoka kwenye hilo turubali, mtalinyanyua usawa wa kiuno, mtalikunja nusu ya hiyo side blue ikiendelea kwa juu. Naomba mtoke. Naomba tuweke turubali zetu chini tafadhali. Naomba tuingie. Naomba mjipigie makofi tafadhali. Naomba tusikilizane. Mtakapotoka mtalikunja turubali niwe mraba. Nikisema mraba mnaelewa? Yaani unalikunja hivi. Pap hapa talikunja hivi wala takunja hivi wala takunja hivi. Hivyo inakuwa mraba nusu ya hiyo. Naomba mtoke. Shika usawa wa kiuno, kunja turubali. Naomba mshike, mlinyooshe vizuri. Sawa, sasa tunaendelea. Naomba mweke chini turubali. Naomba mkanyage wote mwingie ndani. Na sio kanyaga mpaka katikati. Wote mwendelee. Ingia mpaka katikati ya turubali. Kuna nafasi katikati ya turubali. Tunapoelekea jipigieni makofi tafadhali. Tunapoelekea panahitaji mkakati. Kwa hiyo tutakapoingia ndani tukae hivi. Tutakapotoka tutalikunja nusu. Toka tafadhali, naomba tutoke. Kunja nusu. Asante. Tutakuweka turubali chini. Naomba msikize vizuri katika hatua hii. Tutawapa dakika 3 au 1.5 ya nyinyi kujadili namna mtajipanga. Mnaruhusiwa kubebana, mnaruhusiwa kusikanyaga na mtu mmoja, na hapo ndipo marefari wangu wataingia kazini. Nikimaliza kujipanga tuta mpaka mwisho. Tutahesabu 1 mpaka 5, mtakanyaga turubali lenu, na 1 mpaka 5 mtaendelea kukaa kwenye formation mtakapokuwa mmekubaliana. Kwa dakika 2 wekeni turubali chini, jiulizeni mtaingiaje, jipange pange hapo ndani. Naruhusiwa plani. Kama mnaamini mmeweza, mkeni msubiri maelekezo yangu. Haya, naomba mtoke likiwa turubali chini hapo. Naomba sasa wote muingie, tunakuja kukagua. Naomba muingie sasa wote. Kila timu ingie, to make sure tumeenea. Ukikuta timu imekanyaga nje tunaitoa kwenye mashindano. Naomba
Unapita kukagua, ingiza miguu ndani. Mguu nje analeta shida. Asante, jipigeni makofi wote mmeweza. Nusu inayofuata kila timu iamue ni nusu gani. Haya, ongeeni kama timu, mnakunja nusu ndefu ama ya mraba. Ipi mtaenea? Chakuja nusu yenu anzeni kupractice. Fanya nusu ya urefu. Kwa urefu. Tukikaa hapa hata mtu anaweza kumbeba. Kwa urefu. Practice kama mtaenea, kwa muda practice. Hapa mko nje. Hapa mko nje. Jamani! Angalau kidogo wale wamejitahidi kuliko wote. Angalau wamejitahidi, angalau. Sijasema wamefanya kuliko angalau. Kwa dakika mpaka za mwisho wengine wote mliondoka. Si waliendelea kupambana pale. Watu wakifanya vyema kidogo wapeni. Yesu, nishike mkono yawe, usiniache. Nishike mkono yawe, usiniache. Wewe ni kimbilio, mwamba wenye imani, kwako nitajificha. Usiniache nawe, wewe ni ngome yangu. Usiniache nawe, wewe ni ngome yangu. Adui zangu wakinizunguka, Naona mambo yamekuwa mazuri sana leo. Sana. Ndio, lengo la kuja hapa na wanakwaya wa Umoja lilikuwa nini, Mzee Solo? Ilikuwa niko hapa mafunzo kuhusu kwanza kujitambua kama wanakwaya, lakini vile vile masuala ya uongozi katika kwaya yetu ya Umoja ya KKT Kunduchi Beach Lutheran Church. Ndio, nimeona kwa wakipuliza mapulizo pale. Ilikuwa tafsiri yake nini? Tafsiri yake ilikuwa ni kwamba
puto ni kile kipaji au kipawa ambacho wewe umepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tumewambia kwamba wapulize halafu walinde, kila mmoja alinde puto lake. Alinde puto lake maana ni kwamba lazima ulinde sana ulicho nacho, ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Lakini pili tuliwaambia kwamba unaweza ukapasua puto la mwenzako. Sasa hiyo ishara yake ni kwamba kuna watu ambao wana tabia katika kuharibia wenzao au kuvuruga vipaji vya wenzao. Na tatu tulisema unaweza usifanye chochote. Kwa hiyo tulitarajia kwamba kila mmoja alinde puto lake lakini asiharibu puto la mwenzake. Kwa hiyo katika somo tulilojifunza leo ni kwamba lazima tushirikiane, lazima tuthaminiane, lazima tupendane, lazima tulindane. Kila mmoja alinde kipaji cha mwenzake, lakini kila mmoja mtie moyo mwenzake. Sasa kilichotokea pale watu walipasua mafuta wenzao, maana yake ni kwamba ni kumharibia mwenzako, kitu ambacho hakifai kabisa, hasa kwa Kristo na hasa kwa wanakwaya ya Umoja, sababu tumesisitiza sana kupendana, kushirikiana na kuwa pamoja kama timu moja au kama kwaya moja ya Umoja. Na niliona pale mwakusanya makundi kadhaa wakikanyaga turubai. Tafsiri yake nini? Ile tafsiri yake ni kwamba lazima tubebane, lazima tushirikiane kwa hicho kidogo tulicho nazo. Kadri nafasi ilivyokuwa inapungua, itakiwa watu waweze kushirikiana, waweze kubebana ili waweze kuenea katika nafasi ndogo iliyopo. Tafsiri nyingine ni kwamba rasilimali inaweza kuwa ni kidogo, tunaweza kuwa na kidogo, lakini hicho lazima tushirikiane wote, tumegeane kila mmoja ili aweze kupata. Naam, mimi kama mtazamaji wako, japokuwa nachukua habari, nimefurahishwa sana na mimi nimejifunza kwa mafunzo haya mazuri. Nimeona hii ya mwisho hii ya kukimbia na kuokota kitu pale chini. Na wenyewe tafsiri yake nini baba? Ile ni kwamba katika kujinoa na kufanya vizuri zaidi, lazima tuwe na mikakati ya kutuwezesha sisi wanakwaya kuweza kufanya vizuri zaidi, hata tukienda kwenye mashindano pamoja na kwamba tunamwimbia Mungu, lakini tukienda kwenye mashindano lazima tuwe na mkakati mzuri zaidi wa kuweza kushinda kwaya zingine au kufanya vizuri zaidi kuliko kwaya zingine. Neno moja kwa mchungaji wetu wa usharika? Kwa mchungaji, mimi nampongeza sana kwa kuweza kuweka muda na rasilimali pesa kwa ajili ya wanakwaya kuja kushiriki katika semina hii. Semina hii imewajenga sana, kuwafanya kila mmoja awe ni mwanakwaya bora, na tumezungumza kule ndani kuna tabia za kuacha, tabia za kuanza na tabia za kuendeleza nazo, ili aweze kuwa mwanakwaya bora zaidi, kuwa mshirika bora zaidi na kuwa mwanafamilia bora zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru sana mchungaji kwa kubuni semina hii, na nadhani tutaendelea siku zijazo kuwa na semina kama hizi ili kunoana na kukumbushana kuhusu majukumu yetu kama watumishi wa Mungu. Penzi mtazamaji, natumai umetazama na kuona na kushuhudia semina nzuri au faraga ya kwaya ya Umoja kutoka KKKT Kunduchi Beach, ambapo imefanyika katika ofisi za jimbo la Kaskazini. Kutoka hapa ofisi za jimbo la Kaskazini, ni mimi Michael Bochela, kitengo cha habari KKKT Kunduchi Beach.
basi tuongee ule wimbo wa Moze, mahali ni pazuri fungu moja, halafu tutafika kwa sana. Tunaomba katibu wa kamati ya uinjilisti asogee mbele na kutufungia kwa sana. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa wakipatana vyema na wakipendana wakipatana vyema na wakipendana. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunanyenyekea chini ya miguu yako Baba, kwanza tukiomba msamaha wa dhambi. Tumekutenda dhambi sisi toka asubuhi siku ya leo, lakini Baba, kwa rehema zako umekuwa pamoja nasi. Baba, umetusamehe, umetutunza, umetulinda. Tunasema asante hata kwa ajili ya muda huu. Baba, imekupendeza kwamba mahali hapa tumekaa ni pazuri na ni ndugu. Baba, tumejifunza mengi katika akili zetu za kibinadamu. Tunashukuru kwa ajili ya walimu wetu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi. Yale tuliyojifunza Baba tukayafanyie kazi, kwa maana haitakuwa na maana kusikia na kuondoka na kuyaacha. Baba, tunaomba Roho yako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi, akatuatamie. Tunaomba hata kwa ajili ya matayarisho ya ibada za kesho zitakazoendelea. Mwenyezi Mungu Baba, Roho yako Mtakatifu akatamalaki, watoto wako wakashibe mezani pako. Nasema asante hata kwa jioni hii ambayo sasa tunaachana hapa na kurejea nyumbani. Tunatumia vyombo vya moto Baba, ukatulinde, ukatuongoze hata tunapokwenda kupumzika, na kesho Baba tuamke tukiwa wenye nguvu na afya, tukusifu na kukuabudu wewe, tukileta maombi yetu mbele zako, tukitegemea majibu kutoka kwako Baba. Tunaamini katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Shirikiane neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Ninaimba na nitasifu kwa nguvu zangu zote. Mimi ninaimba na nitaimba hadi huko mbinguni. Ninaimba na nitasifu kwa nguvu zangu zote. Yesu, 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 nishike mkono yawe, usiniache. Nishike mkono yawe, usiniache.